Kigelegele tuzungumzie hizi pointi 3 ambazo unazidai ambazo kwa sasa hivi ndo zinaibua vikao vingi kweli kweli. Wazee tumeona wazee wameandamana sana, bado vijana tujaona Gen Z kina kigelegele ambao nao wanazungumza ya kwao. Ukiangalia mchezo ulivyokuwa kwa namna ambavyo ulipangwa, kwa maana umeahirishwa na nyinyi mmepeleka timu uwanjani, mnasemaje mnadai pointi wakati hakukuwa hata na hawa waamuzi, bodi imeshaahirisha? Sawa, nakubaliana na wewe, lakini issue sio kuahirisha mechi. Mechi imeahirishwa katika mazingira gani? Wewe unaweza kalizika na mazingira yale? Watu tunalala, tunajua kesho kuna mechi. Tunaamka asubuhi, mwenye mpira wake mwenyewe anapost ile siku imeshawadia. Mwenye mpira wake. Bodi ya ligi yenyewe ina post inatuambia ile siku imeshawadia. Yanga dhidi ya wala pembeni tunakutana wapi? Ila wao waliandika Yanga dhidi ya Simba wakutana Benjamin Mkapa. Umeona? Haya, mwisho wa siku kinachokuja kutokea, tunaambiwa tena mara sijui watakaa kikao kwanza, kikao cha dharura. Kikao cha dharura, huyu kashatuambia mechi ipo. Na kuna asilimia kubwa ya sisi mashabiki wa mpira wa ligi kuu hapa Tanzania. Sisi wengi huwa tunakata tiketi siku ya mechi. Ndio. Kwa hiyo watu walivyoamka, wale ambao kwa hajakata wakaanza kuchungulia vipi taarifa mechi ipo. Kwa hiyo watu wakaenda kukata tiketi, na asilimia 40 ya tiketi siku ile zimenunuliwa siku ya game. Umeona? Haya, sasa watu wamekata tiketi, wanakuja baada dakika kadhaa tena unawaambia hakuna mechi. Wewe na kuingia akilini. Na hilo neno wao sio kwamba wao walisema, wao hawajasema. Taarifa zilianzia kwenye kituo kimoja huko cha habari. Yaani waandishi wa habari tu kituo fulani huko wamekaa, wao ndio wa kwanza kutoa taarifa za bodi ya ligi. Sasa mimi najiuliza, kwenye bodi ya ligi kwani kuna matatizo gani? Kwa nini taarifa isianzie kwao? Unashangaa tu kaposti mwandishi wa habari mmoja, ligi bodi ya ligi ya inani kabla ya wao. Ina maana wao wale bodi ya ligi kuna taarifa ambazo wanazifuja, badala ya kutoa wao kwanza official wanawapa watu wengine. Je, tutaamini vipi kwamba ni wao ndio wanaandika au wanaandaa kwa ajili wakishaona yule kasha posti ndio na wao wanaposti? Ina maana wale ndio wanaoongoza hayo mambo. Kwa nini wasio wanatoa taarifa wao wenyewe? Dunduka kaandika taarifa ya kutokucheza siku ya kwa sababu hajafanya mazoezi, hatopeleka timu. Yeye kama nani? Sindo mgeni. Yeye kama nani? Kashapeleka maombi. Na haya, usiku ule kwa nini baada ile taarifa kutoka bodi ya ligi mbona hawakutoa taarifa yoyote ile, labda ya kikao cha dharura au wawaita wazungumze nao kwamba kigelegele ndio hiyo kamati ya masaa 72 ambayo ndio ilitoa maamuzi ya kuahirisha mechi? Uwezo kaahirisha mechi kwa njia ile. Yaani wao wameahirisha mechi baada ya kuona timu yao pendwa, wachezaji wanaowategemea wako hoi. Na ninavyokuambia, ingekuwa ndio Yanga ile ya kina Makapu kina nani, sio kwamba na wadharau, enzi hizo kina Makapu kina Kabwili ingekuwa ndio Yanga ile, huyu Dunduka huyu mimi nakwambia wala asingekimbia, angecheza vile, angecheza. Kaenda nani hapo nani Mwanza, kaenda Mwanza, unakumbuka shughuli aliyokutana nayo pale uwanjani, mechi dhidi ya Pamba, paka wale wanapigana sijui makomando makujani wa Pamba Jiji na wao. Lakini fujo zile unaweza kaniambia yale matukio aliyofanywa Mwanza ndio aliyofanywa huku Yanga? Hakuna. Lakini yeye ni wazi kakimbia mechi, na wao kwa kuwa timu yao pendwa ndio ile wamepelekea kuinusuru isicheze, alafu wanataka kurudisha kibao kwa Yanga Afrika, sisi ndio tuonekane tuna makosa. Wewe bouncer gani aliyekuzuia wewe kwenda uwanjani? Kwanza huyo bouncer yeye anahusika na nini na uwanja? Huyo bouncer ndo anakaa na funguo za uwanja.
Au yeye ndo anatoa ruhusa ya wewe kuingia au kutokuingia? Si kuna meneja wa uwanja wako pale, si meneja wa uwanja hapo ndo wanaohusika na funguo za getini. Sawa, wameingilia tu kushoto, wanakimbilia kwenda uwanja. Tumalizie hili. Kwa hiyo mpaka sasa hivi Yanga bado hamna imani na bodi ya ligi? Yani mimi nasema hivi, kama kiongozi wetu ulivyotoa taarifa, viongozi wetu mlivyotoa taarifa, tumekubaliana hatuchezi na iwe hivyo. Kuna hiki ambacho light kama wakija kupeleka timu uwanjani, mimi kama Kigeregere na mwanachama wa klabu ya Young Africans naungana na mashabiki wenzangu kuambia kwamba kama hii mechi itachezwa, basi kuanzia hapo tutakuwa hatuna kiongozi wa mpira wa kutuongoza sisi. Yani tena nasemaje, wajihuzuru. Tumeshakubaliana, yani hatupeleki timu. Haiwezekani sisi tuwe daraja la kuwabeba wengine kila siku. Makosa yakitokea kwa Young Africans, tukikosewa sisi tuende nini? Wanasema nini? Wanasema busara itumike. Ila wao Yanga akikosea kanuni. Kanuni. Hizo kanuni kwa sisi tu tukikosea. Sasa kama mimi nasema, kama kiongozi wetu yeyote, awe ni rais, makamu wa rais, sijui uwe ni nani au sijui nani, waje wakubaliane, sijui kutuletea taarifa eti mechi sijui mmekubaliana kucheza. Kuanzia hapo mimi nitakuwa sina imani na kiongozi wangu, nitakuwa sina imani na rais, nitakuwa sina imani na makamu, nitakuwa sina imani na kiongozi yoyote wa klabu ya Yanga. Na tumeshakubaliana hakuna kupeleka timu uwanjani. Lakini kwa hiyo hapa baba, hatupeleki timu uwanjani. Hata aje rais ndo mgeni rasmi. Hata aje nani, hatupeleki timu uwanjani. Haiwezekani, sisi tu tunaonewa kila siku. Tumeshakubaliana hatupeleki timu na hatupeleki kweli. Hatuchezi. Kama vipi? Tushushwe tu daraja fresh, tutaanza upya. Kwani kuanza upya ni ujinga? Sio ujinga, ili mradi sisi ndio wakombozi wa taifa hili, iwe ni kimichezo au kinini. Yanga ndio klabu namba 1 katika kusimamia kila jambo kwa uweredi na ufasaha, kwa sababu sisi Young Africans ndio tuliochangia pia kuleta uhuru wa Tanganyika. Baada hapo na wengine ndio wakajitokeza, tumeishi nao. Sisi kama ndio tulianzisha hiyo, na hata kwenye kuanzisha timu kufuata kanuni, taratibu zilizowekwa kutuongoza sisi wanasoka. Sisi tusiposimama, basi hakuna mwingine atakuja kufanya. Ni bora sisi tufanye sisi, ili iwe fundisho hata siku nyingine isije kajirudia. Mimi na imani ingekuwa ni timu ndogo hapa imefanya haya, yani tayari wangeshapokonywa point, wameshashushwa hata daraja, yani hakuna kudiscuss. Taarifa zenu za kwetu sisi wakubwa sisi sasa yani mimi nasemaje, awe ni rais awe ni nani wa klabu yangu, hakuna kupeleka timu uwanjani. Mkipeleka timu uwanjani, yani mkisema tu, yani tunaamka eti tunakutana na taarifa kwenye labda page ya Yanga eti sijui mechi sijui inachezwa, yani kuanzia siku hiyo, yani mimi na mpira kwanza basi siku hiyo. Ushabiki tena. Ushabiki Yanga tena. Mimi ndo nakwambia. Yani ni bora nikapige vigelegele kwenye harusi. Yanga wakicheza na Simba, nasema hii mechi mimi kama Kigeregere. Yanga ikicheza na Simba, yani mimi na Yanga basi tena. Siwezi kushangilia timu ambayo nakuwa eti nitulizwe. Yani bora nikapige vigelegele kwenye maharusi huko na birthday. Basi maisha